Taasisi ya IDP kupitia mradi wa agrokilimo unaofadhiliwa na ubalozi wa Ufaransa imewakutanisha wadau mbalimbali wanaotekeleza mradi huo kutoka maeneo mbalimbali nchini katika kituo cha Mogabiri kilichopo wilayani Tarime mkoani Mara. Tunayo furaha kutembelewa na wadau wenzetu mbalimbali ambao tunashirikiana nao katika mradi wa agrokilimo. Mradi huu specifically upo kwa ajili ya kusaidia senta ambazo zinafanya shughuli za kilimo ekolojia, na miongoni mwa senta hizo ni pamoja na kituo chetu cha Mogabiri Farm hapa Tarime. Mradi wa agrokilimo, tangu tumekuwa sehemu ya wadau wa mradi huo, tumeweza kunufaika na mambo mbalimbali ambayo kupitia mradi huu tumeweza kupata kama kituo. Moja ni pamoja na kubadilishana uzoefu mbalimbali wa masuala ya kilimo ekolojia, lakini pia kupitia mradi huu kama kituo tumeweza kupata support ambayo imetusaidia kuendeleza shughuli zetu za kilimo ekolojia, kwa maana ya kwamba Mogabiri Farm sisi tumeweza kupokea support ya kuwekeza katika kilimo cha umwagiliaji, kwa maana ya kuanzisha simple irrigation system kwenye mashamba yetu hapa kituoni ili kusapoti demonstration plot au maeneo ya wakulima kuweza kujifunza ya shughuli za kilimo ekolojia. Kwa kimsingi tunaendelea kama kituo kuwa sehemu ya kutangaza na kuhamasisha wakulima kuendelea kulima kilimo ambacho ni rafiki cha kimazingira, kwa kuhakikisha kunakuwa na usalama wa udongo, kunakuwa na usalama wa chakula, lakini pia kunakuwa na usalama wa afya ya mtumiaji. Hivyo basi kama kituo tunashukuru sana support ambayo tumeipata kupitia coordinator wa mradi huu ambao ni IDP, lakini pia wafadhili wa mradi huu ambao ni ubalozi wa Ufaransa kwa kutusupport kiasi cha shilingi milioni 35 kwa awamu ya kwanza, ambayo ni sehemu imeweza kufanya na kusaidia kuweza kuzindua mradi huu wa siku hii ya leo. Hivyo basi wito wetu kwa jamii, tuendelee kusimama na kilimo rafiki cha mazingira ili kuendelea kulinda ardhi zetu, lakini pia kuhakikisha kuna usalama wa afya kwa kuepuka kutumia kemikali, lakini pia kuepuka kutumia sumu mbalimbali kwenye mazao, lakini pia kwenye ardhi zetu tunazozitumia. Kituo cha Mogabiri kilianzishwa mwaka 87. Kupitia kuanzishwa kwake huko tumeweza kufikia wakulima 35,000 wakiwa pamoja wanawake pamoja na wanaume na makundi mbalimbali, watoto, vijana, akina mama pamoja na watu wenye mahitaji maalum pamoja na wazee pia, kupitia shughuli ambazo tunazitoa za mafunzo ya ugani kwenye maeneo ya mradi katika wilaya yetu hii ya Tarime. Profesa Jean-Luc Paul, mwakilishi wa ubalozi wa Ufaransa, anatueleza kwa nini agrokilimo. Agrokilimo ina matarajio gani? Yaani tunafanya kazi na vituo karibu 6 na 7 vituo vya tuseme maonyesho na majaribio ya agroekolojia. Na hapo tunajaribu kupata njia, yani kujenga kama mtandao vituo hivi vyote vishirikiane ili kukuza agroekolojia hapa kwenye nchi ya Tanzania. Kwa hiyo matarajio tuseme tumeshamaliza hatua ya kwanza kwenye mradi. Hatua ya kwanza ni kukaa pamoja kwa siku 3 na kujaribu kuelewa tuna changamoto gani huku na huku kwenye kituo hicho kuna changamoto gani na kuna fursa gani katika maendeleo, na tushirikiane vipi ili tuunde mtandao wa vituo vya agroekolojia hapa Tanzania. Ayesiga Bubera, mkurugenzi wa IDP ambao ni uratibu wa mradi huo, anatupitisha kwenye malengo ya mradi huo. Tuko hapa Tarime, Musoma, kituo cha mafunzo kwa wakulima ambacho kinaitwa Mogabiri, na ni mojawapo ya kituo ambacho ni wanufaika wa mradi wa agrokilimo. Mradi wa agrokilimo ni mradi unaofadhiliwa na ubalozi wa Ufaransa kupitia serikali ya Ufaransa, na sisi kama Island of Peace ni watekelezaji, kwa maana ya kwamba ni waratibu wa mradi huu wa agrokilimo.
Mradi huu unalenga kuhamasisha au kusaidia senta mbalimbali za kilimo ambazo ni senta za mafunzo pamoja na tafiti za kilimo. Sasa mradi huu ulianza vipi? Kwa kweli lilikuwa ni swali kwa wadau tu wenyewe, wadau wanaosaidia kufundisha wakulima lakini kutoa tafiti mbalimbali za wakulima. Waliomba swali niseme kwa Agroecology Hub au kwa watafiti, wakiomba kujengewa uwezo kwamba ni namna gani ambavyo tafiti hizo wanazozifanya za kilimo ekolojia zinaweza kuwafikia wakulima, lakini ni njia zipi na ni mbinu zipi ambazo zinaweza zikasaidia tafiti hizi au teknolojia hizi ziweze kuwafikia wakulima. Na kwa swali hilo tunashukuru Mungu alivyolipata Agroecology Hub, tukatengeneza sasa wazo la mradi na mradi ukaandikwa na tukapeleka. Tunashukuru sana serikali ya Ufaransa kwa kutupokea na kuona kwamba kumbe ni swala zuri sana la kuhakikisha ni namna gani tunaweza tukaviweka hivi vituo vyote vya kufundishia wakulima kwa pamoja, lakini pia vikawa niseme na namna moja ya kufundisha wakulima kujifunza pia na wao kwa pamoja. Kwa hasa ndio lengo kubwa la mradi huu. Na katika mradi huu unazo vipengele kadhaa, kikiwemo cha hiyo tuliyosema networking, kufahamiana, kujifunza kwa pamoja, na kama ambavyo tumekuja Mogabiri ili tu kujifunza, centers zingine ziweze kujifunza ni namna gani Mogabiri inafikia wakulima, ni namna gani inafanya inaendeleza teknolojia za kilimo. Hiyo ni mojawapo, lakini pia tulikuwa tuna eneo pia la kuziwezesha hizi taasisi za kufundishia wakulima. Ni yapi matarajio na mafanikio ya agrokilimo? Kupitia mradi wa agrokilimo tunatarajia kuona vituo ambavyo vimewezeshwa kupitia mradi au vimeshiriki kwenye mradi vikiwa vimeongeza mahusiano kama tarajio la kwanza, kwamba vikishirikiana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tunapoongelea kilimo ekolojia ni pamoja pia namna gani wadau wanaweza wakashirikiana katika kuleta maendeleo yale chanya tunayohitaji katika kilimo. Kwa hiyo kupitia mradi huu tarajio letu kubwa la kwanza ni kuona kunakuwa na networking au mashirikiano baina ya kituo kimoja na kituo kingine. Yule aliyekuwa Tarime MFEC aweze kuwasiliana na mtu aliyekuwa Morogoro Vianzi Sati, yule aliyekuwa Vianzi Sati aweze kuwasiliana na mtu aliyekuwa PPZ Zanzibar. Hilo ni lengo kuu la kwanza ambalo tunatarajia kuliona, kwamba mahusiano yanakuwa yanaongezeka. Kile kinachofanyika MFEC basi kwa namna moja ama nyingine kiweze kuwa ni funzo kwa watu ambao wako sehemu zingine nchini Tanzania. Lakini pia pamoja na hayo tunatarajia kuona wakulima wanaozunguka hivi vituo wakiwa wana uwezo wa kupata elimu inayostahili ile ya kiikolojia, kilimo ekolojia, wakipata kufahamu zaidi na kuweza kutekeleza kwa vitendo, kwa maana ya kwamba kile ambacho wanakikosa hapa MFEC na MFEC akaenda kukipata SAT au akaenda kupata SJS iliyokuwepo Mwanza, akirudi hapa basi wakulima wao kwa maeneo ya karibu waweze kunufaika na ile elimu kwa kupata elimu zaidi na kuweza kufanya kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo tunatarajia kuona manufaa na kutanuka zaidi kwa utekelezaji wa miradi ya kilimo ekolojia katika mazingira ya kaya yanayozunguka vile vituo vya mafunzo. Sambamba na hiyo tunatarajia kuona tafiti shirikishi zikiwa zinatokea baina ya wakulima na hivi vituo, kwa maana kama mbinu zile ambazo zinaonekana zikifanya kazi, mbinu zile za kiikolojia, mbinu zile za kutumia mbegu, mbinu zile za kufanya za aina mpya ya teknolojia ambazo zinapatikana katika vituo zikiweza kujaribiwa katika mazingira ya wakulima, na wakulima wakishiriki moja kwa moja katika mchakato wa kuzielewa na kuzitumia mbinu hizo mbalimbali ambazo au gunduzi hizo mbalimbali ambazo zinakuwa zinatokea katika vituo. Kwa hiyo hii yote italeta chanya ya kuonyesha namna gani kilimo kitapanuka, na hapo tunaangalia uzalishaji utakuwa ni mzuri, lakini sio uzalishaji tu, ni uzalishaji wa chakula safi na salama katika ngazi ya kaya. Na ili iweze kutokea, maana lazima tuone mahusiano baina ya vituo kwa vituo, baina ya vituo na jamii, lakini pia hata watu wa sera nao wakishiriki katika hatua moja ama nyingine, kwa sababu tunaposema kilimo ekolojia bila kuwa na ushirikishwaji katika ngazi ya maamuzi bado tunaweza tukapata mkwamo. Kwa hiyo tunatarajia pia hata viongozi ambao wanakuwa wanazunguka maeneo ya vituo kuweza kushiriki kwa kuleta hamasa kwa wanajamii kukubali kutumia vyakula vilivyokuwa safi na salama, na kuwaonyesha madhara ya nini wasipotumia chakula safi na salama, nini kinaweza kutokea na watu wanaweza kupata elimu hiyo. Kwa kupitia hivi vituo tunaamini vitakuwa ni sehemu
ya kujifunza, sehemu ya kwenda kupata ufafanuzi zaidi, lakini shiriki pamoja katika kuleta maendeleo. Katika mradi huu tumeweza kuona mafanikio makubwa sana katika nyanja tofauti. Nyanja ya kwanza, tumeweza kuona kituo kimoja kikiweza kushirikiana na kituo kingine. Nitoe tu mfano, unakuta kituo cha MFEK kilikuwa hakina ujuzi wa namna gani wanaweza kufanya mfumo unaitwa syntropic agroforestry. Ni mfumo wa kulima mazao husishi katika eneo moja, kwa maana ya mimea yote, miti, mazao ya jamii ya viungo na mengineyo. Lakini kupitia mradi huu imewezesha kama kituo kwenda kujifunza wapi mafunzo haya yanatolewa na kuja kuanza kuyatekeleza katika eneo lao. Sasa mahusiano haya ni moja ya kitu ambacho kwetu sisi tunaona ni mafanikio, kwa sababu zamani ingekuwa kwamba MFEK pamoja na kwamba anahitaji huduma fulani asingeweza kuipata kokote, baki vile ilivyokuwa, lakini kupitia mradi huu imefanya kupanua wigo wa kuanza kuwasiliana. Sasa mawasiliano haya yanaboresha upatikanaji wa huduma ambapo mkulima mmoja mmoja asingeweza kuipata pasipo kuja kwenye kituo. Kwa hiyo kupitia mradi huu tunaweza kuona kwamba kwa namna moja ama nyingine kituo kimoja kinaweza kikachukua ujuzi kutoka sehemu nyingine na kuja kuutekeleza katika kituo chake na kuwanufaisha wakulima waliozunguka kituo kwa ujumla. Kwa hiyo hili ni moja ya mafanikio kubwa ambayo kwetu sisi tunajivunia. Lakini fanikio lingine ni uwezo wa hivi vituo kuweza kujitathmini vyenyewe, kujua ni kitu gani tunapungukiwa, pamoja na kwamba tumekaa labda miaka 10, miaka 5, lakini ni vitu gani bado pamoja na utekelezaji wetu vina mapungufu. Sasa hii inatoa picha ya namna gani wanaweza kuboresha katika kutoa huduma, lakini katika kuweka uendelevu wa kituo katika kutoa huduma kwa jamii. Kwa kupitia mradi huu, ile hali ya kuanza kufanya self evaluation, ule utathminishwaji wa kituo chenyewe kwa chenyewe, imewezesha kujitambua vizuri na kuweka mikakati endelevu ya kuhakikisha kwamba wananyanyuka na wanazidi kukua katika kutoa huduma bora. Na katika ziara hiyo kituo cha Mogabiru kikapata kuzindua mradi wa umwagiliaji ambao umefadhiliwa na ubalozi wa Ufaransa chini ya uratibu wa IDP.